Niwapongeze kwa namna ambavyo tumefanya kazi vizuri sana, sio kwa mwaka wa fedha, lakini kwa kalenda year toka tumeanza Januari mpaka sasa tunaenda mwisho wa mwaka wa kalenda. Mafanikio tuliyoyapata ya kufacilitate trade, ya kuleta stability kwenye business na wafanyabiashara wakapata faida na wakalipa kodi, to the great extent yamechangiwa na nyie. Kwa hiyo hongereni sana kwa mchango wenu mkubwa ambao mnafanya. Na mmetusaidia ku administer tax laws katika nchi. Tunapofanya tax administration tunafanya na nyie. Na kama tumefikia hapa na tukaweza kuachieve hizo success chache zilizopatikana, mchango wenu ni mkubwa sana. Kwa hiyo niliona niwaite, moja niwapongeze kwa hilo, lakini pili kuna mambo niongee na nyie alafu niwasikilize, lakini tukumbushane wajibu wetu kama public officials ambao mpo, ambao tunawatambua hivyo. Leo ni Disemba. Najua kwa government year ni mwezi wa 5. Tumeshaenda Julai mpaka Novemba. Lakini kwa kalenda year ni miezi 11. Tunamaliza mwaka. Niliona ni vizuri nikutane na nyie ili niwasikie kwenye maeneo matatu. La kwanza, nataka nijue tumewahudumiaje. Mambo gani mazuri ambayo tumeyafanya. Nikipata kwenu manake napata napata feedback ya taxpayer. Kwa hiyo nikiwapa nafasi ya kuzungumza, niambie what went well during the 11 months. Hii mwezi mmoja manake ita represent miezi 12. Ni kweli sisi kama mawakala wa forodha tumeona mabadiliko makubwa sana baada ya mfumo huu mpya wa TANSIS kuweza kuwepo. Mfumo huu umeweza kuwa na utandawazi, lakini pia umeweza kuongeza speed ya uondoshaji wa shehena bandarini, lakini pia tumeendelea kuona ushirikiano mkubwa kutoka kwa wasaidizi wa kamishna, wakiwemo makamishna wasaidizi, kamishna wa forodha na wasaidizi wake, lakini pia mameneja walio kwenye vitengo mbalimbali kwenye kuhakikisha kwamba kodi ya nchi inakusanywa vizuri. Katika jambo lolote ile kukutana, tunasema mawasiliano ni muhimu sana, na katika mawasiliano hayo yanatusaidia sisi washauri wa kodi kuweza kushirikisha zaidi pia walipa kodi, kwa sababu sisi tunataka ile tunasema watu walipe kodi kwa hiari, kwa sababu kulipa kodi kwa hiari ndio inaleta maana zaidi katika uchumi wetu. Kwa hiyo mlipa kodi akijua kulipa kodi kwa hiari ndio inatusaidia zaidi kukusanya kwa wingi, kwa sababu watu watakuwa wanaelewa mambo haya kulipa kodi.